Bwana Yesu asifiwe. Basi majira mengine tena tujifunze neno la Mungu. Leo tutazungumzia kwa habari ya vifungo vya kiroho. Tunavyozungumzia habari ya vifungo vya kiroho, tunavyozungumzia vifungo au kifungo kinatokana na neno funga. Neno funga linatokana na kitu au ni kitendo cha mtu kumkamata mtu au kukamata kitu fulani na kikiweka chini yake na kukiamuru kifanye kitu chochote kwa kufuata sheria au kwa kufuata maagizo ya yule aliyemfunga. Kwa hiyo tunavyozungumzia vifungo vya rohoni, kwa haraka ni ile hali ambayo mtu anakuwa chini ya utawala fulani kiroho, anakuwa chini ya mamlaka fulani kiroho. Kwa mfano, utakuta mtu yupo anaishi, hususan mtu yupo ameokoka au hajaokoka, anaishi kwa kufuata misingi au kwa kufuata utawala wa roho fulani, utawala wa majeshi fulani au utawala wa Mungu fulani. Tunavyozungumzia vifungo vya rohoni vimegawanyika. Kuna vifungo vya rohoni kwa upande wa Mungu, lakini kuna vifungo vya rohoni upande wa ibilisi. Yaani ukiona unaishi kwenye hii dunia kwa kufuata mamlaka ya Mungu wa mbinguni, upo kwenye kifungo cha Mungu wa mbinguni. Ndio maana kuna maeneo mtumishi wa Mungu Paulo alisema, mimi ni mfungwa katika nani? Mimi ni mfungwa kwa Kristo. Maana yake hawezi akatenda kitu chochote nje ya Yesu. Hawezi akatenda kitu chochote bila kufuata sheria za Yesu. Kile ni kifungo ambacho mtumishi wa Mungu Paulo alikuwa amefungwa kwenye ufalme wa Mungu wa mbinguni. Lakini kuna ufalme wa ibilisi. Huu ufalme wa ibilisi ni ile hali ambayo mtu anaishi kwa kufuata sheria au kwa kutenda vitu ambavyo ibilisi anamwamuru afanye. Ukimwona mtu anafanya vitu ambavyo vimpendezi Mungu, ukimwona mtu yeye ni mlevi, yeye ni mzinzi, yeye ni mwongo, yeye ni mtukanaji na vitu vingine vyote vinavyofanana na hayo, yeye ni mfungwa wa nguvu za ibilisi, mfungwa wa nguvu za shetani. Kwa hiyo yule mtu anakuwa yupo kwenye vifungo vya ibilisi. Hivi vifungo vyote vinaitwa vifungo vya rohoni. Vifungo vya rohoni vinatesa, hususan kufungwa kwenye magereza ya ibilisi au kufungwa kwenye magereza ya adui. Ni vifungo vya mateso, na watu wengi kwenye hii dunia ya leo wanaishi kwenye magereza au wanaishi chini ya utawala wa ibilisi. Utawajuaje? Ukichukua kwa hesabu au idadi ya watu wa duniani, idadi ni kubwa duniani, lakini idadi ya watu wa Mungu ni wachache. Hili linatuthibitishia kwamba wapo watu wengi ambao wanaishi kwenye magereza ya adui, wanaishi kwenye vifungo vya shetani. Tena wengine wapo makanisani, lakini bado wanaishi kwenye vifungo vya ibilisi. Sasa leo tutazungumzia habari ya vifungo. Tutazungumzia vifungo, lakini leo tutazungumzia hasa kwa vifungo kwa upande wa vifungo vya nguvu za giza, vifungo vya magereza ya adui, vifungo vya magereza ya shetani kwa watu wa Mungu. Lazima tutambue, kabla tujaokoka, tujamjia Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tulikuwa kwenye vifungo vya ibilisi. Tuliokoka tukatoka kwenye yale magereza ya ibilisi, tukaingia upande ulio salama, upande wa Mungu wa mbinguni. Tulipokea Yesu, maana tuliondoka kwenye yale magereza ya mwanzo. Tuliondoka kwenye yale magereza ya mwanzo, lazima tuondoke na kila kitu chetu ambacho tulichokuwa nacho. Kama tulifungwa tuna miguu, lazima tuondoke na miguu. Kama tulifungwa tuna mikono, lazima tuondoke na mikono. Tulifungwa tunafahamu na akili, lazima tuhakikishe tunaondoka na akili na ufahamu. Hivyo tusikubali kuondoka kwenye magereza ya adui bila kuondoka na vitu vyote. Labda tujifunze kidogo, tujikumbushe kidogo kwa wana wa Israeli walivyokuwa wanaondoka kule Misri. Unajua Farao alikuwa na uruhusu
waondoke lakini waache watoto wao, waondoke lakini waache mifugo yao, waondoke labda waache vitu fulani kwao. Musa alisemaje? Musa hakukubali wana wa Israeli waondoke kule Misri wakiwa hawana vitu vyao vyote. Walikubali kusubiria mpaka watakavyoondoka na kila kitu chao. Wakasema tutaondoka na vitu vyetu vyote, tutaondoka na watoto wetu, tutaondoka na wazee, tutaondoka na mbuzi, tutaondoka na sungura, tutaondoka na kuku, tutaondoka na kila kitu kuelekea ile nchi ya ahadi. Hivyo hata sisi watu ambao tumeokoka tujitambue, kabla tujaondoka tulikuwa Misri, tulikuwa kwenye magereza ya adui. Tuliondoka lazima tuhakikishe tunaondoka na kila kitu. Lakini ukijiona haujaondoka na kila kitu, wewe bado ni mfungwa. Tuna watu makanisani wameokoka, wamekiri kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao, lakini wapo kwenye kifungo. Leo vifungo vyao lazima viachie, ili wale watu wawe huru, ili wamtumikie Mungu wao. Lazima waondoke na mbuzi zao, lazima waondoke na kondoo zao, waondoke na watoto wao. Kuna watu wapo makanisani, lakini wameondoka kwenye magereza, wamesahau miguu yao, wamesahau fahamu wao, wamesahau mikono yao. Ndio maana mtu yupo kanisani hawezi kunena vitu vya Mungu, hawezi hata kusudia kwa jirani yake ya kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Yule yupo kwenye vifungo, bali yupo kwenye kifungo. Aliondoka kwenye kifungo, aliondoka kwenye magereza, lakini ufahamu wake bado umefungwa. Mwingine miguu yake hawezi kutembea kupeleka neno la Mungu. Yule yuko kwenye kifungo, aliondoka kwenye magereza, amesahau miguu yake. Mwingine kuifanya kazi ya Mungu amekuwa ni mzito. Ikitangazwa kazi ya Mungu hawezi. Hata kunyanyua kiti kanisani hawezi kunyanyua kiti kupeleka maeneo fulani kwa ajili ya kutengeneza. Ameondoka kwenye magereza, mikono yake amesahau gerezani. Hivyo ni vifungo vya ibilisi. Mwingine ameondoka kwenye magereza, lakini masikio yake ameacha Misri. Ndio maana tulikinena neno la Mungu, hata kama mtumishi atashuka na kutangaza na kuhubiri jambo fulani, haelewi kwa sababu masikio yake bado yapo gerezani. Mwingine ufahamu bado hajakuja nao, hajasafiri nao ufahamu wake. Ndio maana haelewi, hamjui Mungu anayemtumikia, hajui Mungu anataka nini. Ufahamu wake hawezi kufikiria na kuelewa vitu vinavyomhusu Mungu. Funguka kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Tusikubali. Na hii hali kila mtu anaijua mwenyewe. Ukijiona wewe ni mzito kufanya kazi ya Mungu, bado ujue basi bado upo kwenye magereza, bado hujatoka. Na nataka nikwambie wewe bado hujaokoka. Hawezi ukasema nimeokoka. Hawezi ukasema nimeokoka. Hawezi ukasema mimi nimeokoka alafu hauifanyi kazi ya Mungu. Watu wengi wapo kwenye vifungo hata leo. Wapo wengi wapo kwenye magereza hata leo. Haki zao zipo Misri. Haki zao zipo kwa Farao. Haki zao zipo kwa Shetani. Lakini bado wapo makanisani na wanakiri kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao, na wana safari ya kwenda mbinguni. Unajua ibilisi anaweza akakuruhusu uokoke, lakini najua hata kama akakuruhusu wewe utamuona Mungu, kwa sababu bado amekukamata. Ndio maana tukuta hata leo watu wapo makanisani, mtu anakuwa ameokoka, anakuambia kabisa anaokoka na ni mwenda mbinguni, lakini toka okoke hajawahi kununua Biblia. Hiki ni kifungo. Vijana wengi hatuna Biblia, tunasingizia simu.
unatumia simu ya 200,000, unatumia simu ya 30,000, unashindwa kununua Biblia ya 25,000. Hicho ni kifungo. Hawezi ukamwona Mungu. Tubadilike, tufunguke. Mwingine toka aokoke, yeye baada ya mwisho kuwahi ni siku anaokoka, hajawahi kuwahi ibada. Hicho ni kifungo, kitakuja kukusumbua usimwone Mungu. Toka kwenye hayo magereza, toka kwenye hicho kifungo. Na ukitaka utoke kwenye kifungo, ukitaka ujiondoe kwenye kifungo, jambo la kwanza ni kujua upo kwenye kifungo. Hauwezi ukaondoka kwenye magereza bila kujijua upo gerezani. Utaondokaje? Lakini ukijua upo gerezani, lazima utakuwa na ile mudi ya kutaka kuondoka kwenye yale magereza. Utayari wako wa kuondoka gerezani na ufahamu wako wa kukufahamisha upo gerezani ndio utakao kusaidia wewe kuondoka kwenye kifungo. Bila utayari, hata kama akakuombea, hawezi ukaondoka kwenye kifungo. Hata kama akashuka malaika, utayari. Labda tujifunze kidogo kwa habari ya Petro wakati ule alipokuwa gerezani. Unajua Petro baada ya kuwa gerezani, wanasema kanisa lilikuwa likimwombea. Lakini pia hata Petro mwenyewe aliendelea kumtegemea Mungu. Alikuwa anaendelea kumtumainia Mungu. Akiwa gerezani alikuwa anaendelea kumwomba Mungu. Kwa ule utayari wake aliyokuwa nao na yale maombi ya watu wa kanisani akamsaidia yeye atoke kwenye kifungo. Hata alipofika malaika kumwambia ya kwamba inuka, vaa viatu vyako, nifuate, ule utayari wa kuinuka na kumfuata ulimsaidia atoke kwenye yale magereza. Lakini tujaribu kujiuliza jambo moja. Je, wakati ule malaika alipofika, angemkuta Petro, hata kama angemkuta Petro hana utayari wa kutoka kwenye ile gereza, Petro asingeliweza kutoka kwenye yale magereza. Angemwambia Petro, vaa viatu vyako twende. Petro angesema, Bwana, mimi niende wapi? Asingetoka. Lakini kwa sababu ya utayari na kujua ya kwamba maeneo niliyokuwepo sio maeneo salama, sio sehemu salama, ndio ikamsaidia yeye kutoka ile sehemu na kwenda sehemu nyingine. Ndivyo magereza alipotoka kwenye ile gereza. Hivyo utayari wako kwamba mimi nataka nimtumikie Mungu, hii hali ya kumtumikia Mungu, nataka nimtumikie Mungu, nataka nihubiri injili ya Yesu Kristo, nataka nitembee, nataka Mungu anitumie. Ule utayari uliokuwa nao utaifanya kazi ya Mungu bila kuwa kwenye kifungo. Ule utayari, mimi nataka ni struggle niweze kununua Biblia, ule utayari uliokuwa nao ndio utakao kusaidia wewe kutoka kwenye kifungo cha kutokuwa na Biblia. Ule utayari wa kusema nataka niponye huu ugonjwa ambao nilionao, nataka Mungu anisaidie ili gonjwa liondoke. Ule utayari ukichanganya na maombi utatoka kwenye ile hali uliyokuwa nayo. Lakini ukiingiza hofu na mashaka, usipokuwa na utayari, ni nothing. Hawezi ukatoka kwenye magereza ya adui, hawezi ukafunguliwa kutoka kwenye yale magereza. Never. Tubadilike, tutengeneze utayari ili Mungu atufungue. Usisalau. Mwingine ana daftari anaenda kanisani as if genius. Kitu kinafundishwa, kinahubiriwa, kuna chochote ambacho ana notes. Hicho ni kifungo. Mwingine akiwa ibadani anaenda, amewahi Biblia nayo, lakini amefungwa kusoma Biblia asome. Hicho ni kifungo. Mwingine amefungwa kwenye ufahamu, ajui kazi ambayo Yesu amemuitia. Hicho ni kifungo. Kuna vifungo vya aina nyingi. Mwingine kifungo chake ni kunena maneno ambayo yampendezi Mungu kila siku. Mwingine kifungo chake yeye ni kutumia simu kila siku bila kusoma neno la Mungu. Hicho ni kifungo. Ukijiona wewe masaa 6, masaa 2 unatumia kwa ajili ya simu, lakini huwezi kutumia dakika 10 kwa ajili ya kusoma neno la Mungu, wewe umepotea, huwezi ukamwona Mungu. Na ukijiona umeokoka, hauna Biblia, huwezi ukamwona Mungu.
Ukijiona umeokoka, umefungwa, wewe upendi maombi, wewe usikamwona Mungu. Utamwonaje Mungu wakati Mungu mwenyewe usungumzi naye? Utaenda kwa mtu ambaye usungumzi naye, ni ajabu. Biblia inasema mkinipenda, neno la Mungu linasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Kuzishika amri za Mungu ni kutenda mambo ambayo yanampendeza Mungu, sio kuzijua sheria za Mungu na kuweka kichwani. Hakuna. Kama unashika point, haifanani. Kumpenda Mungu au kuzishika sheria za Mungu ni kutenda matendo ambayo yanampendeza Mungu, kutii vitu vya Mungu. Huko ndo kumpenda Mungu. Tubadilike. Yesu anarudi. Akikukuta upo kwenye kifungo, wewe uweze kumwona Mungu. Tusipende dunia kuliko kumpenda Mungu. Hicho ni kifungo. Na kama upo unasumbuliwa na kifungo fulani, unasumbuliwa na kifungo fulani kwenye maisha yako, wewe unajikuta hauna ile mudi ya kusoma neno, unajikuta hauna mudi ile ya kuomba, unajikuta wewe kila siku ya kuchelewa kwenye ibada, unajikuta wewe una mudi ya kununua Biblia, basi hicho ni kifungo. Ninataka nikwambie siku ya leo, badilika. Badilika na uwe tayari uwe tayari kwa ajili ya kuondoka kwenye hicho kifungo. Ukipenda tuandikie comment. Andika comment hapo chini. Andika comment. Tunaweza tukatengeneza group ambalo litatusaidia kufanya maombi kwa pamoja. Tupange siku. Kama utakuwa utayari ya kwamba sasa nataka nitoke kwenye kifungo nimtumikie Mungu, tutengeneze group ambayo tutakuwa tunafanya maombi ya kufunga na kuomba ili magereza haya yatuachie. Ni mimi ninaitwa Andrea Egno Mwingila. Namba zangu za simu ni 0743 53 3987. Nitarudia 0743 53 39 mwishoni 87. Na hiyo ndiyo namba ambayo natumia. Ukinitafuta pia WhatsApp nitapatikana. Lakini pia ukinipigia nomo tutawasiliana na tutatengeneza group tuwe tunamwomba Mungu pamoja, lakini pia tutaendelea kujifunza neno la Mungu. Sisi ni vijana, tumtumikie Mungu kwa nguvu ili tukamwone huyu Mungu wa mbinguni. Basi mbarikiwe sana watu wa Mungu ambao umevumilia na kufuatilia neno hili kwa ufupi. Tukutane majira mengine kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu zaidi na zaidi. Amina. Nawapenda wote, nawapenda ndugu waliookoka na wasiookoka, kwa sababu naamini wasiookoka siku moja wataokoka na tutakuwa kwenye safari moja ya kwenda mbinguni. Mungu awabariki sana. Basi na Mungu akusaidie.